Naam, ni matumaini yangu ni mzima na buheri wa afya njema, mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu katika kipindi hiki cha Mlimani leo asubuhi, leo ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 30 mwezi wa 9, ikiwa ni mwishoni mwa mwezi huu, tukijiandaa ndani ya weekend hii kuanza mwezi wa 10. Basi ni kualike katika kipindi hiki cha Mlimani leo asubuhi. Awali majira ya saa 1:30 alikuwepo hapa Maria Baso akikujuza nini kimeweza kujiri katika magazeti, lakini nami ni kualike sasa katika jara sehemu ya kwanza, ambapo nipo na Dr. Gladstone Mlai akiwa ni meneja masoko ya nje Bodi ya Utalii Tanzania, pamoja na Agustina Makoya, afisa habari na uhusiano Bodi ya Utalii Tanzania pia. Na lengo kubwa leo tutaenda kuzungumzia kuhusiana na onyesho la utalii la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bila shaka wengi wanataka kutambua au kusikia kuanza leo hii kwamba hilo onyesho litaenda kufanyika wapi. Basi kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati katika jara hii sehemu ya kwanza. Lakini ni pamoja na wasikilizaji wa 106.5 FM pia unaweza ukatufuatilia hasa nini Dr. Mlai pamoja na Agustina Makoye wanazungumza onyesho la utalii la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bila shaka itaenda kufanyika wapi? Basi mara baada ya mahojiano hayo utaenda kutambua. Karibu. Asante sana. Nikianza na Dr. Gladstone Mlai, tunazungumzia kuhusiana na onyesho la utalii la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wengi hasa wanaotufuatilia hivi sasa wanatamani kusikia kutoka kwako, onyesho hili linaangalia nini hasa? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama alivyotambulisha, naitwa Dr. Gladstone Mlai, kaimu meneja masoko ya nje Bodi ya Utalii Tanzania. Ni kweli kwamba kwa sasa hivi tuna onyesho jipya ambalo linafanyika kwa mara ya kwanza Tanzania, au tunalita East Africa Regional Tourism Expo, ambapo hili ni onyesho lililoandaliwa na nchi 6 ambazo za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na South Sudan. Kwa pamoja walikaa mawaziri wote na wataalamu walikaa wakasema kweli ni vyema tuanze maonyesho ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa sasa tarehe 9 hadi tarehe 16 litafanyika, na ndio tunalita onyesho la kwanza kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na litafanyikia Tanzania mkoani Arusha kwenye viwanja vinaitwa TGT. Katika onyesho hili limegawanyika katika sehemu kuu mbili, ambapo tarehe 9 hadi tarehe 11 ni maonyesho kwenye vile viwanja, lakini kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 16 ni tuna kitu kinaitwa farm trip au kutembelea kwenye vivutio mbalimbali vya Tanzania. Na vivutio hivyo tumevigawanya katika makundi makuu 5. Kundi la kwanza watakuwa ni watu wanaoenda Serengeti na Ngorongoro. Kundi la pili watakuwa wanaenda mlima Kilimanjaro na hifadhi ya Mkomazi. Kundi la tatu watakuwa wanaenda Zanzibar. Kundi la 4 watakuwa wanaenda visiwa vya Mafia, na kundi la 5 watakuwa wanaenda kwenye vituo cha Nyerere National Park, Kilwa, Mafia na Pugu hapa. Na ni kama unavyojua hifadhi kubwa kuliko yote Tanzania sasa hivi ni Nyerere National Park, na ni mpya na kwa Afrika. Ndio maana tumesema na kusini hapo tutembelee ili watu waweze kuona hifadhi mpya na hifadhi kubwa kuliko zote Afrika. Ndio kwa kifupi ndio hivyo. Na tutaendelea kuhamasisha watu watembelee hilo eneo au vituo letu kwa ajili ya kulitangaza na kushiriki kuona nini tulicho nacho sasa hivi. Asante. Labda kwa nini linaenda kufanyika Arusha na Tanzania ni kubwa? Okay. Kama ujuavyo, Arusha tunaita ni Geneva of Africa, na makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yako Arusha. Zaidi kwamba wadau nao walipendekeza, kwa sababu kitu kinachofanyika hii inahusiana na sekta binafsi na serikali kwa jumla. Tulikaa wakakubaliana, jamani, kwa sasa hivi kwa mwaka huu tuifanyie Arusha. Kwa hiyo mapendekezo ya private sector tuliyakubali na tuliunga mkono, na tukaona Arusha inafaa zaidi, ili ni karibu kwa nchi zote kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kutana na kuweza kufanya biashara au kujadiliana namna gani ya kuweza kuendeleza utalii Afrika Mashariki kwa ujumla. Labda umuhimu sasa wa onyesho hili ni upi? Hapo Gladstone, Agustina Makoye. Asante ndugu mtangazaji. Umuhimu wa onyesho hili ni kwamba nchi wanachama wamekutana, yani wanashirikiana kwa pamoja
kuuza vivutio vyote vilivyokuwa ndani ya nchi wanachama ili kufanya tuwe na single destination. Kwa maana hiyo, na onyesho hili litakuwa linahama. Mwaka huu linafanyika Tanzania, mwaka unaokuja linafanyika nchi nyingine. Hii ni kutoa fursa kila nchi kuweza kuwa mwenyeji wa onyesho hili. Labda Dokta amezungumzia kuhusiana na ushiriki kwamba nchi 6 zitashiriki katika onyesho hili ambalo litaenda kufanyika kule Arusha. Tunaona pia Tanzania, kuna mataifa wenzetu ambayo wamekuwa ni wadau wakubwa katika hasa kuhudhuria katika maonyesho, lakini si wa Tanzania. Tathmini zako toka mlivyoanza maonyesho tofauti na hili maonyesho yoyote ya hasa ya utalii, idadi ya Watanzania ambao wanajitokeza katika vivutio kutembelea iko vipi? Labda ni ongelee kidogo. Tathmini yake inaonyesha kwamba katika onyesho lolote lile la ndani na la international, hili tunasema ni international kwa sababu linajumuisha regional wise. Kwa hiyo lengo la au jinsi lilivyo linavutia watu mbalimbali. Wale wanunuzi au tunawaita buyers au international buyers wanatoka sehemu mbalimbali. Kuna watu kutoka Marekani, kutoka Canada, kutoka Australia. Mpaka sasa hivi almost 70% tunaenda vizuri. Kwamba watu wanapokuja wale wa international buyers wanakutana na wafanyabiashara wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama wanakutana na jumuiya ya wafanyabiashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanazungumza. Tuna vivutio hivi Tanzania, tuna vivutio hivi Kenya, the same kwa nchi zima za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na wale wafanyabiashara kama ni tour operator hoteli, wanakaa wanajadiliana, tuna hiki tufanyaje biashara, ndio hivi tunavyoenda kwa ajili ya kuitangaza. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba tumekaa vizuri na tunaendelea vizuri katika kulitangaza onyesho letu na katika kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana na wanunuzi au wale hosted buyers katika kuangalia namna gani ya watalii kuja kutembelea Tanzania na namna gani ya kuweza kufanya biashara. Ikumbuke kuwa asilimia kubwa ya utalii wa Tanzania au hata Jumuiya ya Afrika Mashariki tunategemea sana watalii kutoka nje au international. Ni kweli tunakubali, lakini bado hii onyesho hili la East Africa pia linaendelea kuhamasisha watalii wa ndani. Tunamaanisha watalii wa ndani kwa namna ya kuangalia hii Jumuiya ya Afrika Mashariki. Watalii Mtanzania anaweza kaenda Kenya, Kenya kaenda Tanzania, Kenya kaenda Rwanda, hivyo. Kwa tunaendelea kuhamasisha wale watalii wa ndani wa regional wise katika kutembelea vivutio vyetu na kuvijua na kuweza kufaidika na hivi. Labda taratibu za ushiriki katika onyesho hilo zikoje sasa? Ili Mtanzania yote anayetufuatilia hivi sasa ambaye anatamani kushiriki katika onyesho hili aweze kujua kwamba afuate taratibu gani aweze kuwa miongoni mwa washiriki. Asante ndugu mtangazaji. Utaratibu wa kushiriki katika onyesho hili ni kwamba kwa wale linahusu watoa huduma wote za utalii kama matour operator, watu wa hoteli, waongoza watalii, watu wa huduma za usafiri, car hires, na wengine wote wadau wanaohusika kwa namna moja au nyingine kutoa huduma kwa watalii. Namna gani wanaweza kashiriki? Wanatakiwa kutembelea website yetu ambayo ni www.eacexpo.tanzaniatourism.go.tz. Pale ataingia na kufanya registration na kupata taarifa zote zinazohusiana na onyesho hili. Umezungumzia taratibu za namna ya kushiriki. Labda kuna gharama zozote zile ili mtu akaweza kujiandaa kabisa mapema yule ambaye anatamani kuwa miongoni? Asante ndugu mtangazaji. Gharama zipo. Gharama kwa ajili ya matour operator, hotels na wadau wengine zimegawanyika kama mara 3. Kuna tenti za mita 3 kwa 6 ambazo hizo zinagharimu $300, na kuna tenti la mita 6 kwa 6 linagharimu $400. Pamoja na hayo, kuna tenti zingine kwa ajili ya huduma zingine kama chakula, vinywaji, wale wajasiriamali wanaouza vitu vilivyotengenezwa na bidhaa zinazopatikana Tanzania, malighafi yanayopatikana Tanzania kama shanga, nguo, mabati za batiki. Kwa hiyo kuna bei hizo tofauti kuanzia $100 mpaka $300.
Labda umeweza kuzungumzia sasa, labda kwa faida ya mtazamaji ambaye anafuatilia hivi sasa, kwa mshiriki wa ndani yule Mtanzania mwenye nchi yake ambaye naye anatamani kuwa miongoni mwa sehemu katika onyesho hilo, yeye hamjamwangalia kidogo ama wote, ama kuna utofauti? Hakuna utofauti, bei zote ziko sawa, hakuna tofauti as long ili mradi tu awe na leseni ya kufanyia biashara husika. Alafu niongezee kidogo, katika hapo zimegawanyika katika makundi makuu matatu kama alivyozungumza mwenzangu. Kuna wale hosted buyers au wanunuzi, kuna exhibitors ambao hao wenye makampuni, mahoteli wote. Alafu kuna wale visitors ambapo hii ni sehemu ambayo unakuta ni mtu yeyote anataka kwenda kutembelea, kupata taarifa nini kinachoendelea na hata kuweza kujumuika katika kutembelea vitu mbalimbali. Sasa tukirudi kwenye wale visitors ambao ndio wanaweza kawa ni Mtanzania, sasa wa local community kwa ajili ya kutembea, wote Mtanzania au Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna kiingilio kidogo. Tumesema kwa mtu mzima atachangia shilingi 10,000 kwa kati ile tarehe 9, 10 au 11. Alafu kwa mtoto kuna shilingi 5,000 ambao ndio sasa tunaenda. Kuna sehemu nyingine itaenda mpaka shilingi 2,000. Lakini kwa sasa hivi tumesema hiyo ndio inavyoendelea katika kutembelea hizo maonyesho. Lakini kuna family day, ile siku ya Jumapili ambao tumeangalia tukasema mtu anaweza kuta anataka tembelea familia yake. Sasa kuweza kusema kwa kila mmoja itakuwa sio nzuri zaidi, lakini tukasema tuwe na ile package ya family day ambao ni shilingi 20,000, baba, mama na watoto wawili katika kutembelea hiyo siku ya Jumapili. Na tumeona kwamba ni fursa. Lakini nikiongezea kidogo kwa kusema haya maonyesho jinsi ilivyo, anaweza kujisajili hata kama yuko nyumbani. Aingie tu kwenye website yetu, ajiregister pale. Kuna sehemu ambayo unakuta kama ni anajiregister pale, kama ni exhibitors, kama ni hosted buyers, kama ni visitors. Kwa hiyo anaweza akajiregister muda wote, ili anapofika pale yeye inakuwa ni rahisi zaidi katika kuingia bila wasiwasi wote. Lakini tuhakikishie kuwa sisi TTB, wizara na waandaji wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaendelea kuratibu, kuandaa wale wanunuzi au tunasema hosted buyers, na tunaendelea kusisitiza wale wenye makampuni mbalimbali katika Jumuiya ya Afrika Mashariki waweze kujumuika katika kufanya biashara, kuzungumza, kujua wenzetu tuko nafanya nini katika kufanikisha hili. Lengo ni kuendelea kuitangaza Jumuiya ya Afrika Mashariki na vivutio vyake. Tunasema tuwe na single tourism destination. Ndio hii tunaendelea kusisitiza katika kufanikisha. Mtalii akija akitembelea Tanzania, pia akitembelea labda anaenda Rwanda, akitembelea Sudan. Kwa hiyo ule mtalii tunatamani au tunaendelea kuhamasisha ili akija at least atembelee vivutio vivyo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa katika nchi 6, 5, 4. Ndio hiyo furaha yetu sisi tunaona kuliko kutembelea tu eneo moja. Mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kama unaungana nasi, basi hii ni Mlimani leo asubuhi, na kipindi ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza, ambapo leo hii niko na Dr. Gladstone Mlai, meneja masoko ya nje, Bodi ya Utalii Tanzania, pamoja na Agustina Makoe, afisa habari na uhusiano, pia Bodi ya Utalii Tanzania, na lengo kubwa tukizungumzia kuhusiana na onyesho la utalii la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo litaenda kufanyika kule Arusha. Basi wewe Mtanzania, mimi, wewe na yule ambaye labda unatufuatilia hivi sasa, unaweza kumwambia na mwenzako kwamba kuna onyesho kubwa la utalii litaenda kufanyika Arusha. Basi mjipange kwa ajili ya kwenda kushiriki, hata kwenda kutembelea tu. Anakuambia wewe mwenyeji Mtanzania uonyeshe utofauti na yule ambaye anatoka Kenya, Uganda na mataifa mengine. Basi sisi natakiwa tuwe mfano wa kuigwa. Basi mimi nitakuwa miongoni na wewe, basi uwe miongoni mwa watu ambao watakaenda kushiriki katika onyesho hilo. Lakini 106.5 FM ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pia huko ambao wanafuatilia hivi sasa wameweza kumsikia Dr. Mlai pamoja na Agustina Makoe. Nini wameweza kuzungumza mpaka hivi sasa? Asilimia kubwa wameweza kuzungumzia tamasha hilo, onyesho hilo ambalo lina lengo kubwa la kutangaza utalii wa Afrika, hususani Tanzania. Nakwambia ukiwa nacho lazima utangaze na wenzetu wakajua Tanzania kuna nini kinapatikanika huko. Kwa hiyo ni fursa kwetu wa Tanzania. Moja kwa moja tukija kwako Dr. Mlai. Tunazungumzia sekta ya utalii, ina nafasi gani hasa kwa Afrika tukizungumzia utalii wa Tanzania? Okay. Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli usiopingika kwamba sekta ya utalii kwa Tanzania ni miongoni mwa sekta zinazoongoza
katika uzalishaji au katika kuleta mapato ya nje. Ndio maana tunasema kwa 25% foreign currency sekta ya utalii ndio inaongoza. Alafu kwa kuchangia katika pato la taifa GDP ni 17 mpaka 17.5. Lakini ukiangalia kwa uhalisia uliopo, vivutio tulivyonavyo sisi tukianzia na hifadhi za taifa, mambo ya kale, makumbusho, utalii wa utamaduni, beach, vyote vinavutia watalii na vinaendelea kuvutia na kuonyesha dunia kwamba tuna vitu vya kipekee. Ukiangalia data au takwimu zinaonyesha kwamba miongoni mwa nchi ambazo zina vivutio bora Afrika, Tanzania tuko kwenye top 5. Ukiangalia kwa dunia, sisi bado tuko kwenye top 5 vivutio tunavyo. Kwa mfano, ukiangalia hifadhi au vivutio vilivyoko kwenye UNESCO World Heritage Site, sisi tumeweza kuweka vivutio viko 7. Kuna Serengeti, kuna Ngorongoro, kuna mlima Kilimanjaro, kuna Kilwa, kuna Stone Town ya Zanzibar, kuna Kondoa Rock Painting na Selous Game Reserve. Hizi ni miongoni tu mwa vivutio ambavyo vinaonyesha kwamba ni kweli tuna vivutio bora na ndio maana vinaendelea kuvutia watu mbalimbali. Katika sekta ya utalii pia inaonyesha tunafanya vizuri. Ndio maana katika hivi unaweza kuangalia watalii wanaokuja wamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna mtalii anakuja kwa ajili ya kutembelea vivutio na anataka aonekane ajulikane. Lakini wale watalii ambao wanakuja for the family au kuseme ni personal, hataki mtu ajue kwamba niko Tanzania au hataki mtu ajue kwa zaidi. Wapo wengi na mpaka sasa hivi hata juzi tena kama nakumbuka tulikuwa na kiongozi maarufu sana hapa Tanzania, alikuja kutoka huko Europe. Alikaa hapa siku 22. Ni mshauri wa rais huko. Anapokaa hapa anatembelea vivutio na mwenyewe sisi tunawasikiliza, wanasema kweli tuna vivutio vizuri, wanafurahia. Ndio maana kila wanapotaka kutoka kwenda anasema mimi nitakuja kuwekeza. Kwa hiyo sisi kwa jumla tunaendelea kusisitiza jamani kuna fursa ya uwekezaji, ndio maana tunaendelea kufurahi kusema jamani utalii wetu uko vizuri. Lakini kwa kuongezea kwamba hata katika kipindi cha COVID ni kweli Tanzania hatukufanya lockdown, lakini kwa nchi nyingine lockdown zilifanyika, ila watalii wameendelea kuongezeka kuja siku hadi siku na tulikuwa tunaangalia kwa takwimu hata za last week. Ukiona sasa hivi kwenye hifadhi tunaingiza kwa siku watalii 520 mpaka 580. Kwa mfano ukiangalia takwimu za Ngorongoro sasa hivi tunaona fursa inaenda vizuri japo corona ipo. Kinachotakiwa tu ni kuendelea kuzingatia kanuni za afya, kanuni zinazotakiwa kuhusiana na mambo ya COVID. Hiyo ndio tunayofanya kwa pamoja. Ila cha muhimu tuendelee kushirikiana na tuendelee kujivunia kwamba utalii upo. Na ukiangalia tena kuna mataifa mengine tofauti na yale mataifa ambayo ni top 5 wanaoleta watalii, kwa mfano Marekani, Ufaransa, UK, Ujerumani, kuna masoko mapya yanaibuka vizuri na tumeona hata katika kipindi cha corona wanafanya vizuri. Kwa mfano ukiangalia soko la Israeli, kipindi cha mwezi wa 7, wa 8 na 9 tumepokea watalii karibu 900. Ndege inakuja na private jet inakuja na watalii 150, 200, 150, 200. Kwetu sisi tunaona ni fursa. Hata ile soko la Russia nalo linaendelea kufanya vizuri. Kwetu sisi tunaona soko hili linaenda vizuri zaidi katika sekta ya utalii. Hiyo ndio tunachosema jamani, tunaona mambo yanaenda vizuri. Hata katika uwekezaji kipindi hiki kilipungua kidogo katika kipindi cha COVID, lakini tumeona watu wameanza kurudi na kwenda kuzungumzia namna ya uwekezaji, na sisi bado kipindi hiki tunaendelea kuangalia namna ya kwenda kuvutia wale wanunuzi au wale wafanyabiashara wa nje kuja kutembelea Tanzania na kuona nini tulichonacho ili waweze kusonga mbele na kwenda kuleta watalii. Kwa hiyo tunaona tunaenda vizuri, lakini tunaenda kuhamasisha wote kwa pamoja, tuendelee kutangaza vitu vyetu, tuendelee kutangaza Tanzania, tuendelee kushirikiana kwa pamoja katika kuendeleza sekta ya utalii. Asante. Kuna mara kadhaa tumemsikia pia hata Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akizungumzia namna ya bunifu mbalimbali ambazo zimekuwa na tija katika kuendelea kutangaza vivutio vyetu. Labda unadhani kwamba sasa imefika wakati hasa watu wanaopeleka katika labda katika vivutio tofauti na maeneo ambayo yanajulikana sehemu ya kwenda kutembelea mambo ya utalii. Kuna watu wengine wapo wasanii wetu hasa wa Tanzania wamekuwa wakitumia bunifu zao kuandaa vitu ambao wanapeleka katika sehemu za maonyesho. Unadhani zinatija sasa hivi kuendelea kutumia ubunifu zaidi hasa kufika pale ambapo nchi inahitaji? Okay, asante. Ubunifu wote ule unahitajika, hususan katika sekta ya utalii, kwa sababu utalii ni sekta mtambuka. Ili utalii uweze kukamilika unahitaji sehemu ya wasanii, sehemu ya
watu kutoka private sector, watu kutoka serikalini, watu kutoka kwenye sekta ya kilimo, sekta ya miundombinu, wote kwa pamoja wanahusika katika kuendeleza utalii na kuwa na ubunifu mbalimbali. Wasanii wale wakiweza kutumika vizuri na kuweza kuitangaza, wakizungumzia nini tulichonacho, amani tulionayo na upendo tulionayo, moja kwa moja wanaendelea kutangaza utalii. Na ndio maana ukiangalia baadhi ya wasanii wetu wengine tumeweka katika mabalozi wa utalii au goodwill ambassadors katika kuhamasisha na kutangaza utalii. Vile vile katika nyanja nyingine nazo au kama ni international pia nao tunatafuta goodwill ambassadors katika kutangaza utalii. Na ni kweli kwamba waziri mkuu aliendelea kusisitiza hilo, na niongezee kidogo, hata ukiangalia mwezi wa 7 tulikuwa na mheshimiwa rais katika kushughulikia au kuandaa Royal Tours. Ile nayo ni sehemu moja hapo aliona kwamba hii ni fursa nzuri, na wote kwa pamoja tukashirikiana. Anaendelea kuiandaa video hiyo ambapo itazinduliwa rasmi katika kutangaza utalii, na sisi kwa pamoja kama TTB na wizara kwa ujumla tumeendelea kumuunga mkono rais wetu na kuangalia kwamba ni kweli hiyo Royal Tours itatutangaza sio tu kitaifa hadi kimataifa na dunia kwa ujumla. Ndio maana tumeona hilo ni wazo zuri na linaenda kufanyika vizuri. Tunachoendelea kusisitiza ni kwamba tu wasanii na watu wengine wote wale ambao wanaona fursa ya kuendelea kutangaza utalii, hata ni vyombo vya habari kwa ujumla, tuendelee kushirikiana kutangaza utalii. Tukiitangaza tunasema utalii unahusika katika sekta mtambuka, ambapo kinachopatikana kwenye utalii sio tu kwa kutumia na taasisi labda za serikali private, hata wewe mtangazaji, hata Mlimani TV, wote wale, sababu kunapatikana ajira kwenye utalii na kunapatikana pesa za kigeni, kunapatikana vitu mbalimbali vinavyopatikana vinaingia katika serikali na watu binafsi kwa jamii kwa ujumla katika kufanikisha hilo. Na hii tukiendelea kuhamasisha wote, itaendelea kusaidia hata community au jamii iliyotuzunguka kufaidika, kwa sababu inauza vitu mbalimbali, hata kama ni vidogo vidogo, lakini wanafaidika kwa namna moja au nyingine katika kuongeza pato la mtu binafsi na taifa kwa ujumla. Agustina Makoe, labda unawaambia nini sasa Watanzania wanaofuatilia hivi sasa kuelekea onyesho letu la huko Arusha? Mimi nawakaribisha, naomba wajitokeze kwa wingi, kwani onyesho hili ni fursa adhimu kwao. Bodi ya utalii tumekuwa tukiandaa tunaandaa kwenda kushiriki maonyesho ya nje. Sasa hivi onyesho limekuja liko Tanzania kwa gharama ya $300 tu. Ukienda maonyesho ya nje manake kuna nauli, kuna gharama zingine za kwako za kujikimu. Kwa hiyo onyesho hili ni fursa adhimu kwa wadau wa utalii na wananchi kwa ujumla, kwa sababu pia kutakuwa na shughuli mbalimbali zitakuwepo pale, kama vile semina. Semina hizo zitakuwa zinatoa mafunzo ya jinsi ya kufanya biashara za utalii. Kwa hiyo naomba wananchi wajitokeze kwa wingi, wasikose kuja kutembelea maonyesho haya yanayofanyika katika viwanja vya TGT ambayo ni Tanganyika Game Trackers jijini Arusha. Labda sasa wa Tanzania, hasa hata wageni wengi ambao wanatufuatilia hivi sasa kupitia redio, kupitia TV, wangetamani labda kusikia kutoka kwenu. Labda kuna utaratibu kwa hasa wale wanaotoka Kenya, kutoka mataifa mengine, manake Tanzania ni ugenini, wanakuja ugenini. Kuna mazingira yote labda ameweza kuandalia kwa ajili ya wageni, ama kuna mazingira yote ambayo yatakuwa jitegemea? Mazingira tumeandaa, lakini kwa utaratibu. Kwa mfano kwa hawa tunaoita hosted buyers, kuna vigezo tumeweka. Kama amekidhi vigezo, basi kuna unafuu fulani tumempunguzia kwenye maradhi, kwa sababu kwenye kuandaa onyesho hili tumeshirikiana na wadau wa utalii, nao wamejitoa kwa 100% kushirikiana na sisi ili kufanikisha onyesho hili. Kwa hiyo wote tunaomba wawe na mwitikio, wasiwe na wasiwasi, ili mradi tu mtu amekidhi vile vigezo vya kupata hiyo huduma ambayo tutaitoa sisi moja kwa moja kwao. Bado niongezee kidogo. Ni kweli tumejiandaa, kuna kamati ya kitaifa ambayo imejumlisha tuseme ni sekta au taasisi zote. Kuna watu wa afya, kuna watu wa uhamiaji, kuna watu wa wizara ya ulinzi na usalama, kuna watu wa miundombinu, kuna watu wa utalii. Kwa hiyo hili onyesho kinachotakiwa tu ni kama ni
hosted buyers, mnunuzi ajisajili. Kama ni visitors anakuja kutembelea ajisajili. Kama ni wale waonyeshaji nao wajisajili. Lakini kuna wale watu ambao wanaweza kuta mwingine hajajisajili kabisa, lakini anataka aje atembelee siku hiyo. Bado atafika pale siku hiyo ya tarehe 9, 10 na 11 atapata huduma. Lakini wakishie tu kwamba serikali imejipanga na mihimili yote inayotambulika Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki zipo katika kutoa huduma. Kwa hiyo ni wakishie tu, hasa ukiangalia kwenye eneo la ulinzi. Tumejipanga kuanzia Dar es Salaam, yaani tuseme ni Tanzania kwa ujumla, kwa sababu ukianza kuingia tu labda Namanga, Arusha pale, uwe na amani. Unajisikia kwamba mimi kweli naenda kwenye sekta ya utalii ambayo kweli utakuwa unapata huduma unayostahili, na kama utakuwa na swali lolote utauliza na utahudumiwa. Mtu asije ahofie chochote, hapana. Njoo ukiwa unajiamini kwamba naenda kwenye onyesho na natapata huduma zote. Pale itakuwa kwamba kuna chochote kile, utakuta kuna watu wamekaa pale, wamevaa uniform zao, wanajionyesha kwamba ni watu wa onyesho hili. Uliza swali, chochote kile utahudumiwa vizuri sana. Kwa hiyo tunaendelea kuwasitiza wawe na amani na wafurahie katika kutembelea onyesho hili. Labda yapo makampuni mbalimbali ambayo yametangaza labda kufadhili onyesho hili mpaka hivi sasa? Yes, yapo makampuni yametangaza kwamba yatafadhili na yamegawanyika katika maeneo mbalimbali. Kuna wengine wao wako kwenye kipengele cha gold, silver, bronze, na hao wote wanaoendelea kufadhili. Lakini kwa ujumla tunasema katika kufanikisha onyesho linahitaji gharama, na sio gharama kidogo, linahitaji gharama kubwa. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza wale sponsors yote yule ambaye yuko tayari, tunamkaribisha aweze kuwasiliana na kamati au aweze kuwasiliana na TTB katika kufanikisha hili. Lengo ni kuonyesha kwamba Tanzania tunaweza vizuri katika kufanikisha ono hili. Kwa hiyo wawekezaji au wale sponsors, karibuni tuweze kujadiliana, kushirikiana katika kufanikisha onyesho hili. Neno la mwisho sasa kwa watazamaji pia wanaosikiliza 105 FM, hasa tunapokuwa tunaelekea ukingoni katika jara sehemu hii ya kwanza. Okay. Niwaambie ndugu wa Tanzania na mtu yote yule anayetusikiliza au kututazama kwamba tuchukulie onyesho hili la Jumuiya ya Afrika Mashariki kama ni la kwetu sisi. Ni la kwetu kwa sababu lipo Tanzania, na kipekee sisi ndio wa kwanza kabisa kuanza kulifanya au kuliratibu. Let the first East Africa Regional Tourism Expo. Ni historia kwamba kwa mara ya kwanza limeanza kufanyika Tanzania. Litaenda katika hizi Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa nchi nyingine, partner state, lakini sisi tumekuwa na historia kwamba ni wa kwanza. Na tunachotaka kuambia tu kwamba wawe free, watembelee, watapata kinachostahili. Sio tu kutembelea na kuona labda, atapata elimu, atapata semina ile, atapata namna wapi, atakuwa anajua kwamba nikitaka kutembelea vivutio natakiwa niende wapi, kivutio kipi. Yaani ile elimu yote ya vivutio vya utalii itakuwa navyo, na hata kwa wale wawekezaji watapata elimu ile au watapata taarifa kwamba ni wapi wanaweza wakawekeza, ni wapi penye fursa ya kuwekeza, na pia wataweza kuangalia kwamba katika kuwekeza kwa sasa hivi ni vitu gani ambao Tanzania inatoa na namna gani tuweze kuingia kwenye biashara hii ya utalii. Watanzania wote na watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, chonde njoni tembelee onyesho letu tuweze kushirikiana. Sisi tunaamini katika kuzungumza ndio kufanikisha katika utalii. Katika kuona ndio kunafanikisha katika utalii wote kwa pamoja. Tuje tusikilize na twende tukaone ili kufanikisha utalii wetu Afrika Mashariki. Labda tukiwa pia tunaenda ukingoni, na swali moja. Katika uzoefu wako katika hasa maonyesho yote yale ambayo umekuwa ukishiriki, ukisimamia, kati ya wanaume na wanawake, wakina nani wamekuwa wakijitokeza kwa wingi sana? Inatofautiana, lakini tuongee tu kweli. Inaweza kaenda ni 50 to 50, 50 to 49, inategemea. Kwa mfano tukisema onyesho letu la site, tuliona idadi ya wanawake ilizidi kidogo kwa sababu wakina mama wanapenda kutembelea zaidi kwenye vitu. Unakuta mama anaenda na watoto, lakini hata wakina baba wanakuja. Labda tunakuta labda siku labda baba ameenda kazini au, lakini nizungumze kwa ujumla, tunaweza tukasema wanafanya vizuri wote kwa pamoja. Na sasa hivi ni fursa na ni namna tuweze kuangalia wanaenda kama nani zaidi, lakini sisi tunataka tuhamasishe wote waje. Na sisi tunatamani hata ile siku ya Jumamosi
iwe ni zaidi family days. Nikiona mzazi amekuja pale, baba, mama na watoto, yani ikija ile inaendelea kujenga na watoto wetu kwamba kuna vivutio. Unajua sasa hivi kilichopo ni kwamba tuendelee kutengeneza kizazi chetu kilichopo na kinachoendelea kwamba wathamini utalii tofauti na huko tulikotoka. Tukiangalia wenzetu wao, at least hata mtoto mdogo yani kwa mwaka asipotembelea kivutio anasikia yani kama amekosa kitu fulani. Na sisi tuendelee kutoa elimu na familia kwa ujumla iweze kuweka gharama zao au kuwa sehemu ya kutembelea vivutio vyetu. Angalau kila wakati familia inapata nafasi. Kwa kumkumbusha mtazamaji na msikilizaji, onyesho litakuwa la siku ngapi na litaanza lini na litaenda kuhitimishwa lini? Onyesho hili litakuwa la siku 7 kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 11 itakuwa siku ya maonyesho. Tarehe 12 kutakuwa na kongamano la uwekezaji pamoja na safari za kwenda kutembelea vivutio zitaanza tarehe 12 mpaka tarehe 16. Mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, bila shaka umeweza kufaidika na kuchota sema sio kidogo ni kingi kutoka kwake Dr. Gladstone Mlai, meneja masoko ya nje kutoka Bodi ya Utalii Tanzania, pamoja na Agustina Makoya, afisa habari na uhusiano pia Bodi ya Utalii. Kubwa ameweza kusikia wakizungumzia kuelekea onyesho la utalii la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambalo litaenda kufanyika kule Arusha. Onyesho hilo tumeambiwa litakuwa la siku 7. Basi tuna fursa kubwa, fursa adhimu kabisa wa Tanzania wote kwenda kushiriki katika onyesho hilo. Na sisi natakiwa tuwe mfano kama ambavyo umeweza kusikia wakieleza kinagaubaga kabisa maandalizi, taratibu na namna ya kwenda kushiriki. Ufanye vipi uweze kushiriki? Bila shaka ameweza yule aliyetufuatilia ambaye ana ndoto ya kuwa miongoni mwa watakaoenda kushiriki katika onyesho hilo, basi anza kufanya maandalizi. Anakuambia kuenda kutembelea za utalii wote hapa Tanzania, maana tuna vivutio vingi. Basi inakuwa ni fursa pia kuendelea kutangaza Tanzania. Bila shaka pia ameweza kusikia kwamba tunashika nafasi ya ngapi hasa Afrika kwa utalii. Basi umeweza kusikia mwenyewe, umeweza kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka tamati mpaka tulivyokuja kuhitimisha. Kubwa wa Tanzania tumepewa fursa hii ya kuhakikisha kwamba basi tunafika katika onyesho hilo kule Arusha, kuwa ni mfano kwa mataifa mengine, Kenya, Uganda na mataifa mengine ambayo yamethibitisha kushiriki katika onyesho hilo. Na kufika hapo ndio nafika tamati katika jahara hii sehemu ya kwanza, lakini hivi punde Maria Basso atakuwepo hapa kwa upande wa dondoo. Tafadhali endelea kuwa nasi. Hii ni Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.